wamepiga marufuku katika kanisa hilo Catholic ya kwamba viongozi wa siasa wasipewe nafasi katika madhabahu ya kuzungumza au kuhutubia ndani ya kanisa hilo. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao mnafuatilia sana mambo hayo ambayo yanahusu siasa, lakini pia ni mmoja kati ya muumini mzuri. Kwa hiyo yote ambayo imetokea kwa kanisa Catholic kupiga marufuku viongozi wa kisiasa ndani ya kanisa hilo kuhutubia, umelipokeaje? Mimi kwanza nimelipokea vizuri, ni jambo zuri, ni jambo jema, jambo ambalo hauwezi kaika vitu viwili kwa wakati mmoja. Weke siasa, weke na masuala dini sehemu hiyo kwenye sehemu moja. Kitu ambacho kiwezekani. Sehemu ya madhabahu au sehemu ya nyumba ibada, sehemu inabaki kwa nyumba tu ya ibada. Watu wanakwenda pale kwa ajili ya kuabudu, kuomba miungu yao ili na mwingine yaendelee. Na sehemu ya uwanja wa siasa, kuna sehemu zake za siasa, kuna majukwao, kuna sehemu zake ambapo kila mtu anazijua. Kwa hiyo kama kanisa Katoliki kutoa zile kauli, kwa mimi nimefurahi na hisi watakuwa walikaa chini wakatafakari, wakaona ni jambo hili bila kuliongelea na bila kulikemea mambo yarudi kwa mengi. Kwa sababu hapa katikati mkanganyiko ulikuwa mkubwa sana. Kuna sehemu za makanisa, sehemu za misikiti, sehemu kwa nyumba za ibada, watu walikuwa wanaongeza masuala ya siasa sana. Tena sana. Yaani mtu anaona ni bora akaongelee kule, sababu pale kuna waumini anakuja kule kuswali. Sasa mimi nakwenda kukwambia kitu kimoja hivi. Watu wanakuja kwenye makanisa au kwenye misikiti, ni jambo ambalo unafuata ni ibada. Masuala mengine ya mambo si nini, mambo fulani, hayo yanakuwa yana sehemu yake. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa tamko hili, ni tamko zuri, tamko ambalo litajenga, ni tamko ambalo wamelitoa ili watu waende wakasemee pembeni, sio ndani ya makanisa. Kwa hiyo mimi kwanza nawapongeza. Hili tunakuja kuleta mkanganyiko na ugomvi, maneno yanakuwa mengi. Hata swala la juzi niliona la ndugu yetu Gwajima ilikuwa kubwa mpaka serikali ikaamua kuingilia kati kwenda kufungia kanisa lake. Kwa nini? Wako sahihi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo haitakiwi kwenye upande wa siasa kuweka kwenye madhabahuni. Kama una jambo lako, una kitu chako, ipo uwanja, sehemu nyingi zipo. Kama ukaita press au ukaita mkutano wako nje ya kanisa, ukazungumza yale yako ambayo unaona wewe yanakufaa, kuliko kwenda kuingia katika sehemu ya nyumba za ibada. Kwa hiyo nawapongeza kanisa Katoliki na yeye na support kwa jambo jema, kwa jambo zuri. Wanatengeneza umoja, wanatengeneza hii mchanganyiko isitokee. Unajua nchi kisha kuwa na amani, alafu mambo yanakuwa ni mengi, ile amani inaweza ikaondoka. Kwa hiyo amani ikiondoka inakuwa ni hatari kwenye taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo mimi nataka kuambia tu watu wa siasa wote kwa ujumla, mambo yao ya siasa, kuzungumza kampeni zao, wafanyie sehemu ambazo husika. Ziko sehemu husika, kanuni ya serikali, utaratibu wa serikali wameweka na hata nchi yetu ina mamlaka zake za kusema siasa sehemu fulani, mara nyingine sehemu fulani. Kwa hiyo hao wanasiasa wote kwa jumla, CCM, Chadema, CUF na wote. Kwa hiyo mimi nataka kuambia tu mambo ya siasa tufanyie upande wa siasa, uwanja wa siasa. Unadhani kanisa Katoliki limeona nini? Limeona kitu gani? Limeona mbali, limeona mtufano unakuwa mkubwa sana. Unapoenda kwenda kwa ubilia waumini, mambo kama yale, unatoka kwenye reli. Yaani jambo ambalo kwenda kuabudu na kuomba miungu yao, hasa pale unakuwa unaondoa, sasa unaingia masuala ya siasa. Fulani ufanye vipi fulani. Hichi kitu sio vizuri, ni kitu sahihi. Kwa hiyo baada ya kutoa tamko hilo wanatengeneza kuiondoa hii sintofahamu, kuiondoa hii pesha kwenye makanisa. Sio tu kwenye makanisa, mpaka kwenye misikiti, mpaka kwenye nyumba za ibada zote. Watu wakifika wanabuni masuala ya siasa. Kwa mimi naona ni jambo jema, jambo nzuri, na imani watu waelewa, watakuwa wameelewa na kwa support mambo yafanyike nje ya makanisa. Loya, wapo watu ambao wanazungumza kwamba siasa na serikali ni vitu tofauti, yani huwezi kuingiza dini kwenye siasa. Lakini kuna wengine ambao wanakuambia kwamba hivi vitu ni ngumu kuachana.
yani huwezi kuitenganisha siasa kwenye dini. Wewe unaona ipi, kauli ipi ni bora hapa? Siasa na serikali ni kitu tofauti. Unajua kitu ambacho kipo. Siasa zina kanuni zake. Serikali pia ina kanuni zake kwenye sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tukisema mimi nataka kusema kitu kimoja tu, watu naomba tu wanielewe. Yaani haya masuala ya siasa yana sehemu yake husika. Sio ndani ambazo watu wanavyofikiria. Mimi navyoona tu hii kuondoa hivi vitu kama kanisa Katoliki wametoa tamko hili, walikaa chini wakatafakari, wakaona serikali ina mamlaka zake, siasa pia inakuwa na mamlaka zake. Ili tuondoe mkanganyiko, tusiweke mtafaruku, tusiweke vitu vikao vingi na vikaleta mgawanyiko. Unajua kwenye nyumba za ibada wanaingia watu wengi sana ndani kuabudu na kila mmoja anakuwa na imani yake na fikira zake. Sasa tunapoongelea masuala ya mambo fulani ya siasa, tunakuwa hatujengi mantiki. Mantiki sio nzuri, kwa sababu tunapoingia kwenye nyumba ya ibada kwenda kama Mwenyezi Mungu au Mungu, kila mmoja anakuwa na zebu lake, ili mambo mengine faini yaende mbele. Moja kati ya kitu kinazungumzwa pengine ndio imeleta mjadala huo ni issue ambayo inamkabili mbunge wa Kawe, lakini pia askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Askofu Josephat Gwajima. Unadhani ya kwamba pia labda Catholic wameona hiyo ya kwamba hii inahusu Gwajima kwenda kuzungumzia mambo yanayohusu siasa katika kanisa lake, Catholic wamechungulia kwa hii mbona tuikataze kwetu, na hiyo wameona mbali. Baada ya kuona kanisa la Ufufuo la Gwajima linazungumzia masuala ya siasa, wakaona mkanganyiko, wakaona yalivyotokea, wakaona watu mambo yalitokea mpaka kufikia kati kanisa limezuiliwa. Kwa hiyo na wao naona wakaamua mapema kuzuia vitu katika zebu lao, ili vitu sasa hivi visije kutokea. Na ukiangalia kama issue ya Gwajima, kweli kazungumza ambayo yeye anaona kwake ni sahihi, ambayo yeye kwake ni yanafaa, lakini kuna ina mantiki itakuwa akaendelea akazungumzia sehemu nyingine, sio pale na sio sehemu ya sehemu nyingine kivipi. Yaani unakuta presi yeye si mbunge wa Kawe, ana uwezo kwenda kuta presi, si aliita presi. Unaweza kwenda kuta hata mkutano. Yeye mbunge wa Kawe ana uwezo huo, akaandaa mkutano kwenye jimbo lake, akazungumza ambaye anaona yanafaa, watu watamsikia. Lakini sio kuliko kwenda kuzungumza kwenye madhabahu. Kwa sababu kwanza Gwajima alikosea na alifanya kitu sio sahihi, lakini mfurahi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua na zile sheria za kanuni na kuzuia ili mambo mengine fanya yaendelee, ili hata kama kuja kumfungulia, ili kama mwingine sasa atafanyia sehemu ya msika ambazo zipo sheria na kanuni zimewekwa. Mambo ya siasa atakuwa kuna sehemu zake za kwenda kuzungumzia. Unadhani kwa nini viongozi wa dini hasa mwaka huu wameingilia sana mambo ya kisiasa? Tunaona baadhi ya maaskofu lakini pia mashehe, unaona wanaizungumzia siasa sasa hivi. Misikitini, makanisani zimekuwa nyumba pia za kuizungumzia siasa. Unadhani kwa nini? Hiki ni kipindi chenyewe. Ni kipindi cha uchaguzi. Miaka yote ilikuwa hivi, kipindi chaguzi hizo zilizopita. Miaka yote. Ikifika wakati huu wa uchaguzi wanakuwa wanazungumzia masuala ya siasa. Ni kipindi chenyewe. Huwezi ukazuia watu, sababu ni muda wa muda huu tuko katika uchaguzi wa wabunge na madiwani na urais. Sawa. Kwa hiyo watu wanazungumzia wale ambao wanaona kama yanafaa kwenye taifa lao, lakini wengine wanajua kwenye mawazo tuko wengi na kila mmoja anakuwa na fikira zake na mawazo yake na kila mmoja anakuwa na mtazamo wake, lakini kwenye hii mitazamo ambayo tunaitoa kwenye masuala yetu la taifa letu la Tanzania, ili tujenge, tuende mbele, tusivunjishe amani, ili tuwe na umoja, sababu amani kivunjika ni kitu kibaya zaidi. Nadhani tunaona wenzetu huko ulivyo, amani ilipopotea, watu wanakimbia, wanaacha manyumba, wanaacha magari, wanaacha watoto, wanaacha nini, tafadhali inakuwa ni kubwa. Mtu akatai kuzungumzia kile ambacho katika moyo wake ambacho anachokisikia, lakini zungumza kwa kujenga. Kwa kujenga, yaani hoja hiyo ya kujenga. Tunafanya nini? Tunakwenda wapi? Tufanye nini ili mipango iende
kwenye taifa letu ni vizuri. Sababu uwezo ukasema ukazuia mtu asiongee ambacho kile ambacho anachokitaka yeye. Kwa hiyo tujenge tutengeneze umoja wa kujenga moja. Hili la kwako, mimi sikupigie kizungumza ili taifa letu liweze kuinuka la kwenda mbele. So kuliko kuzungumza mambo ambayo ya kuvunja amani na utaratibu mwingine. So sio nzuri kwenye. Naona umekula moja ya Prova safi imeandikwa Oktoba tunatiki. Tuko katika jambo zuri, tuko katika jambo la kwenda la uchaguzi upande wa madiwani na urais. Kwa hiyo sisi tunakwenda katika hatua ya Oktoba, tunakwenda kutiki, tunafanya mambo yetu kama alivyo, mwingine afaulu yanaendelea. Lazima tumchague kiongozi ambaye tunamhitaji, ambaye anahitaji taifa letu atuongoze vizuri ili mwingine aendelee. Na ile amani tu, Watanzania waelewe, Watanzania watulivu. Wewe so wale wa no reform no election. Mimi sio niko huku. Siko huko ile misemo ya wale vijana ambao mvijimba maana gani, lakini mimi niko huku. Sisi wote tutiki hapa, tuomeke na mama yetu atutumpe nafasi katika awamu inayokuja ili mpango mwingine iende, taifa letu lifike mbele. Taifa lina amani, limetulia, lina furaha, watu wana enjoy kila sehemu kukenda, watu wako na mipango yao mizuri. Sasa kwa hiyo mama tusipe nafasi ili naye atuongoze katika awamu inayokuja ya pili, basi nyingine iendelee. Bwana moja poa bwana, fana safi sana. Oktoba tunatiki kama na watu. Anamalizia kwa chini nasema tunasonga mbele. Sema kitambi maneno ya mbele onekana mtihani sana Roger. Hamna.